Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo nataka nikueleze kwamba kuna mtumwa na mfungwa. Mtumwa na mfungwa ni watu namna gani? Kuna mfungwa wa uchawini, ambaye huyu mfungwa wa uchawini, yeye tabia yake ama kazi yake kwanza ni kuota akifanya kazi ngumu. Pia huwa akitibiwa haponi, kila anapotibiwa huwa haponi, na kila anapotibiwa basi anakuwa ni kama mtu ambaye amekwenda kuongeza tatizo, na mara kadhaa ni mtu ambaye anakuwa haamini kuwa amerogwa. Mwili wake unakuwa na ganzi muda wote. Pia inaweza ikawa bii yake akawa ni mtu mwenye kumwaga jasho sana, hata bila ya kufanya kazi, anakuwa kama mtu mwenye pressure. Na nane, anakuwa ni mtu mwenye kujihisi muda wote anakuwa anajihisi kama ana harufu ya uvundo. Tisa, anakuwa na majeraha yasiyopona au kama mapele hivi fulani, au mwingine kama anakuwa na hali kama ya mibabuko ya ngozi. Na kumi, anakuwa na tabia ya kuchukia ndoa na kupenda jimai. Yaani anapenda jimai lakini hapendi ndoa. Mtu wa namna hii ni mtu ambaye tunasema ni mfungwa wa uchawi. Lakini pia kuna mtu ambaye yeye anakuwa ni mtumwa wa uchawi. Yeye huyu anakuwaje? Kwanza maisha yake anakuwa ni mtu ambaye kama hajipendi, yani yupo rafrafu fulani hivi, sio mtu wa kuvaa kaonekana na nini, hapana. Pia anakuwa ni mtu mwenye kupenda kujitolea kazi za bure. Anapenda kufanya kazi za bure, yani ni mtu wa kujitolea sana. Lakini shida zake ni kubwa kuliko wema. Huyu mtu anakuwa ni shabiki sana wa zinaa, yani ni kuwadi mzuri kwelikweli. Anapenda kusikia watu wamezini. Na pia anakuwa na tabia mara nyingi katika mavazi yake mengi au 90% ya nguo zake au mavazi yake ni mavazi ya kupewa, sio mtu ambaye huwa ananunua nguo au ananunua mavazi. Huyu mtu tano, anakuwa na akili zake zinakuwa ni za kushikiwa zaidi. Yaani ni mtu ambaye akili yake ni kama haijiseti. Akili yake yeye ni ya kushikiwa zaidi, na ni mtu ambaye anapenda kununua ugomvi. Yani anapenda ushari, na hasa ugomvi usiomuhusu, yani kwa kuingilia ugomvi ni hodari. Pia anapenda tabia ya kutetea watu, tena watu ambao mwishowe ni kumuumiza. Alafu hawezi kusimamia mambo yake binafsi. Familia yake inakuwa ni familia ya mizozo na hakuna maelewano, na kuto kuheshimiwa na familia. Yani anaweza kuwa anaheshimiwa na kuthaminiwa sana na watu baki, lakini kwenye familia huyu mtu huaga haheshimiki. Unaweza kujua ndio mimi huyu kwa dalili hizo za mtumwa na mfungwa. Unapojua ndio wewe, vipi unaweza ukatoka katika hivyo vitanzi? Njia ya kwanza, utashauriwa kutumia udi unaoitwa nuksi khalas. Udi huu nuksi khalas, faida kubwa ya udi huu ni kufungua vifungo vyote vya uchawi, kutibu mifumo yote ya kimvuli, kutibu maradhi ya nyota, kuvuta riziki, kuongeza upendo katika familia na kuondoa migogoro, kuua ndoa za kichawi, kuvunja kabisa kama kuna ndoa ya kichawi kwenye familia au kwenye maisha yako, hiyo ndoa itavunjwa. Unasibiwa na mashetani wachafu, tumia huu udi kuondoa kila aina ya nuksi na vifungo vya maisha, kila aina ya nuksi na vifungo vinavyokukabili katika uchumi wako. Basi tumia huu udi kwa ajili ya kuchoma na kukoga, au kuoga na kuchoma, au kuchoma na kuoga. Udi huu unaitwa nuksi khalas. Unaupataje huu udi? Panda gari, fika mpaka Kariakoo. Ukifika Kariakoo, pale stendi ya daladala za kwenda Tegeta, kuna maduka ya dawa za asili. Pale kwenye maduka ya dawa za asili, angalia pembeni ya duka la Sunderland,
upande ule ule wenye duka la Sunderland ulizia, au utaliona duka limeandikwa Mustafa Heb, basi nienda pale dukani kwa Mustafa. Au kama utakuwa hujabahatika kuliona kwenye yale maduka mengine ya dawa za asili, ulizia dukani kwa Mustafa. Ukifika dukani kwa Mustafa, mwambie nataka udi unaitwa Nuksi Khalas. Unakaa pakiti 13 na kila pakiti ndani ina vifurushi 4 na kila kifurushi kina pisi 8 za udi. Basi utanunua, utakuwa unatumia kuchoma na kukoga kwa siku zote mpaka utakapokuwa umemaliza, na inshallah kuanzia siku ya 3 utaanza kuona matokeo chanya ya kutumia udi huu Nuksi Khalas, mambo yako yatakapokuwa yakifunguka. Kwa wale ambao wapo nje ya Dar es Salaam wanahitaji kuagiziwa huu udi, unaweza kuupata kwa kutumia namba ya simu 0652711111. Kwa wale ambao mpo nchi za jirani utatumia alama ya kujumlisha 255 652711111. Nimalize kwa habari njema kwa wagonjwa wa majini. Kwa wale ambao wanasumbuliwa na majini, ikiwa majini ni tatizo katika maisha yako, basi kuna mafuta haya yanayoitwa upanga wa kifo. Huu upanga wa kifo ni maalum kwa ajili ya kutokomeza matatizo ya majini kwenye maisha ya mwanadamu, kwani hutibu maradhi yote ya majini wa kichawi, huondosha kila aina ya majini mahaba, kuvunja ndoa zote zilizofungwa kichawi ambazo zinatesa maisha yako na kuvuruga mahusiano yako, na pia kwa ajili ya wenye pepo wachafu. Unaambiwa kila siku una jini mbaya anakufunga rohani wako asipande, basi ili kuweza kunawirisha mwili wako na kuwafukuza majini wabaya, basi tumia mafuta haya, upanga wa kifo. Na pia ni mujarabu sana kwa ajili ya kutibu maradhi ya ganzi, vichomi na mwili kuwaka moto. Mafuta ni upanga wa kifo. Kila aina ya jini mpumbavu, mshenzi, jini wa ovyo hatoweza kusimama na kudumu katika mwili wako iwapo utatumia mafuta upanga wa kifo. Matumizi ni kupakaa, basi ni kupakaa tu. Unatumia kupakaa asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Baada ya siku 33 utakuwa ni mzima wa afya. Hata kwa wale ambao mnatibiwa hamponi, basi tumia haya mafuta, utakuja kunishukuru. Matumizi ni kupakaa. Dozi ngapi? Dozi yake kwa mtu mwenye mwili mdogo ana uwezo wa kutumia chupa 2, na kwa mtu mwenye mwili mkubwa ana uwezo wa kutumia chupa 3 mpaka 4. Mwili mdogo una uwezo wa kutumia chupa 2 mpaka 3. Sadaka ya kila chupa moja ni shilingi 25,000. Na mafuta haya hutoyapata katika duka lolote tofauti na udi. Udi utakupata dukani kwa Mustafa, lakini haya mafuta utayapata kwa kuagiza. Unaagizaje? Piga simu 0652711111, 0652711111. Nchi za jirani zinazoizunguka Tanzania, alama ya kujumlisha 255 652711111. Niite Hakimu Jini, Chief Nusura El Majid Mwarabu wa Goba. Salala wa amani, ndio nyumbani. Nikwambie tu, salamu alaykum.